Rodriguez dhidi ya timu ya taifa ya Haiti, na dakika 90 Brazil akishinda magoli matatu kwa sifuri. Magoli ya Mateus Cunha, magoli mawili, lakini Vinicius Junior na akiingia kambani mara moja na kuifanya Brazil ishinde mabao matatu kwa sifuri. Wengi walichokiona jana kwa Brazil, nafikiri ndicho ambacho walio wengi hususan mashabiki wa Brazil walikuwa wanakitegemea. Sahi. Mashabiki wengi wa Brazil walikuwa wanategemea kwamba Brazil itaonyesha kiwango bora sana kutokana na nyota ambao wanaunda kikosi kile cha kwanza cha mwalimu Carlo Ancelotti. Wapo baadhi ya nyota ambao wamesheheni kweli kweli na wenye majina makubwa, lakini kwa bahati mbaya sana mchezo wa kwanza ni kama walitaka kuwanyima matumaini mashabiki wao. Mchezo wa kwanza dhidi ya Morocco walitaka kuwanyima matumaini baada ya kulazimishwa sare, lakini kwa mechi ya jana dhidi ya Haiti wanashinda chuma 3 kwa sifuri. Mabao mawili ya Mateus Cunha anaingia kambani pamoja na Vinicius Junior. Nafikiri ni consistency nzuri ya Vinicius Junior, anachukua tuzo yake ya man of the match kwa mara ya pili. Dhidi ya Morocco alikuwa yeye na dhidi ya Haiti amechukua yeye, lakini pia Mateus Cunha mechi iliyopita dhidi ya Morocco alitokea bench. Mechi ya jana alipata nafasi ya kucheza, nafikiri alianza yes, kwa sababu Rafinha ni kama hakuanza nafikiri kwenye kikosi cha kwanza lakini alianza, aliumia of course. Yes, alikuja kupata majeraha mapema akatolewa. Kwa hiyo jana Brazil walikuwa kwenye fomu yao, japo unaweza kaangalia wapinzani ambao walikutana nao Haiti ndio hao ambao walipoteza mbele ya Scotland. Kwa hiyo Scotland alivuna alama 3 mbele ya Haiti. Kwa hiyo ingekuwa ni mbaya sana kama Brazil angeshindwa kuvuna alama 3 mbele ya Haiti. Haiti anagawa. Kwa hiyo ingewashangaza wengi, lakini kwa performance ya jana kuna namna imerejesha matumaini kwa mashabiki wa Brazil. Hata na mwalimu Carlo Ancelotti inawezekana ikawa nampa matumaini kuhakikisha mchezo uliosalia. Nafikiri utakuwa mgumu dhidi ya Scotland, itakuwa mgumu sana, lakini mpaka sasa table ilivyo ni timu mbili zenye alama 4, Morocco pamoja na Brazil. Scotland ana alama 3, kwa hiyo na yeye Scotland hayuko mbali nao hawa wawili ambao nafikiri ya kwanza ipo maana yake ili atengue ni kwanza ni Brazil ni ashinde kwenye mchezo dhidi ya Scotland dhidi ya Brazil, kwa sababu Scotland mchezo wake wa mwisho atacheza dhidi ya Brazil, lakini Morocco hapo atacheza na Haiti. Kwa ndio maana anasema kwamba Scotland naye hayuko mbali na hao wenye alama 4, kwa sababu kama atamkazia Brazil tayari kama Brazil atapoteza mbele ya Scotland ndio anafuzu. Wakati Morocco pia naye kama atapata sare ama atashinda na yeye anafuzu. Kwa hiyo ni kama limekaa kimtego zaidi kutokana na performance ya Brazil kama haitabiriki. The way walivyocheza Haiti dhidi ya Scotland, walivyocheza mbele dhidi ya Brazil, sioni kama wanaweza mpa wakati mgumu Morocco. Wanaweza wakampa wakati mgumu, lakini sioni kama wanaweza kavuna alama 3 mbele ya Morocco. Kwa hiyo kizaazaa kinabaki kati ya Brazil na Scotland, ambao kama Brazil akilazimisha sara anafuzu kwa alama 5. Lakini akipoteza Scotland anakuwa ana alama 6 ambazo tayari zitakuwa zinamfanya awe juu ya Brazil. Kwa hiyo ni kundi ambalo kiliangalia unaweza kusema limekaa kimtego, lakini nafikiri kwangu mimi mpaka sasa naona Morocco kama wamefuzu hatua ya 32 bora, yani timu kutoka Afrika kutokana na mchezo wa mwisho. Kutokana na mchezo wa mwisho inawezekana ikawa timu ya kwanza kutoka Afrika kufuzu hatua ya 32 bora kutokana na mfano mechi yake dhidi ya Haiti. Kama nilivyosema, nafikiri atapambana kwa jasho na damu kuhakikisha wao wanaforce kupata sare. Ishindikana kama sio ushindi wa alama 3, basi anaweza kaforce hata kupata sare. Kwa hiyo matokeo ya jana ya Brazil, matokeo ya jana ya Morocco yanachagiza kufuatilia zile michezo miwili ya mwisho kati ya Brazil na Scotland na Morocco dhidi ya Haiti. Hilo ni kundi C ambalo lipo moto kweli kweli, kama ulivyosikia. Anayeongoza ni Brazil pamoja na Morocco akiwa na alama 4 kila mmoja, lakini Scotland akiwa na alama 3 na Haiti akifunga mkia akiwa hana alama yoyote ile. Lakini kundi D kulikuwa na mchezo kati ya Uturuki ambao alikichapa dhidi ya Paraguay.